hayupo hapa, lakini salamu zake ni nyingi kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa neema na kibali ambacho amempatia na kuona ni vyema kuwa mmoja kati ya watu ambao wanaweza kusimama mahali hapa. Pia nashukuru uongozi mzima wa kanisa ukiongozwa na mtumishi wa Mungu prophetess yetu, kwa kuona ni vyema pia ninastahili kusimama madhabahuni hapa kuzungumza na kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Tatu, nikushukuru wewe ambaye umesema lazima leo niende kanisani na lazima leo kutokuwa kuna kitu changu cha tofauti. Kwa imani yako kwa kufika mahali hapa, ninaamini kwa kadri imani uliyoingia nayo utakwenda kupokea sawa sawa ulivyoamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninaamini utapokea. Kwa Mungu akubariki sana kwa neema hii na kibali hiki cha tofauti ambacho amekupatia kuweza kuwa hapa kwenye semina siku leo. Pia nishukuru utumishi wa Mungu wote ambao wameweza kunitangulia katika kuhubiri neno la Bwana. Mtumishi wa Mungu alihubiri Jumatano, Alhamisi pamoja na siku ya jana Ijumaa. Mungu awabariki sana. Hakika Mungu amewatia nguvu na amewatumia katika viwango vya tofauti sana. Ninaheshimu mafuta yenu na Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Moja kwa moja hapa sitapoteza muda kwa sababu muda wangu ni mchache. Ningependa niende kwenye somo. Tupo katika semina ya Pasaka na watu wengi kila inapofika mwezi wa 4 huwa tunajiandaa kwa ajili ya Pasaka. Na hakuna Mkristo ambaye afahamu nini maana ya Pasaka. Kila mtu anaweza kanajua kwamba mwezi wa 4 kuna Pasaka. Kila mtu anaweza kanafahamu ya kwamba mwezi wa 4 tunasherehekea Pasaka. Na watu wengi tumeikuta Pasaka na tunaisherehekea Pasaka na tunafundisha watoto wetu pia kuisherehekea Pasaka. Kwa kila Mkristo wa kila madhehebu, wa kila ulimwengu anafahamu ya kwamba kuna Pasaka. Anajua kwamba kuna sherehe ya Pasaka. Lakini ni Wakristo wachache wanaojua nini maana ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tunafahamu kwamba kuna sherehe. Wewe tunafahamu kwamba kuna sikukuu. Mwingine anajua kwamba ni sikukuu kwa ajili ya sisi kula pilau. Ni sikukuu ambayo hatutaenda kazini. Ni sikukuu ambayo tunasherehekea. Lakini wengi hawajui kwa nini Pasaka. Kwa nini ilianzishwa Pasaka? Na kwa nini tunasherehekea Pasaka? Nikimchukua mtu mmoja hapa nikamuuliza nini maana ya Pasaka, ataniambia ni kufa kwa Yesu. Kwa sababu Wakristo wengi tunaamini tunasherehekea Pasaka kwa sababu alikufa na kufufuka. Kwa Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Ndivyo sote tunavyoamini. Ndivyo Wakristo wengi tunavyoamini ya kwamba Pasaka ni kufa na kufufuka kwa Yesu. Na tunaamini ya kwamba Pasaka ilianzishwa kwa yeye Yesu kufa na kufufuka. Ndivyo tunavyoamini maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa sababu hatuelewi nini maana kitu tunachosherehekea, na ndio maana imekuwa ni siku kama sikukuu zingine. Imekuwa kama Jumapili zingine. Imekuwa kama Ijumaa zingine. Imekuwa kama Jumamosi zingine. Kwa sababu hatujui thamani ya kile kitu tunachokisherehekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwita mtoto nikamkabidhi shilingi 10,000, anaweza kuichezea, anaweza kuichana kwa sababu ajui thamani ile hela. Lakini nikikukabidhi shilingi 10,000 utaitumia vizuri kwa sababu unajua thamani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kanisa au Wakristo hatujui nini maana ya Pasaka, na ndio maana imekuwa ni kitu cha kawaida, ni kitu ambacho kimekuwa kina faida katika maisha yetu ya kiroho. Wewe ni Pasaka tunakula pilau na kuvaa nguo nzuri na kusherehekea, lakini imekuwa haileti matunda katika ulimwengu wetu wa roho. Imekuwa haina faida katika mambo yetu ya roho. Wengi tutasherehekea, wengine wamejipanga kwenda beach, wengine wameshaandaa na kuku, wengine wameshaandaa na nguo nzuri za kusherehekea. Tumejiandaa kimwili kwa sababu tunaamini ni kitu cha kimwili,
Lakini Pasaka sio kitu cha kimwili, ni kitu cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imekuwa ni kitu cha kawaida kwa sababu hatujui maana yake. Lakini ukitambua thamani ya Pasaka, ukajua kwa nini Pasaka, utaona ushindi na hatua kubwa katika hii Pasaka ya mwaka huu 2025. Kama naamini piga makofi na useme amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini hii semina imeanzishwa au imekuja kwa ajili ya kuweza kukufungua ufahamu wako, kufungua akili yako, kutambua kwamba Pasaka sio kitu cha kawaida, sio jambo la kimwili tu, bali ni jambo la kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia watumishi ambao wametangulia, wameweza kuzungumza mengi kuhusu Pasaka, wameweza kueleza mambo mengi kuhusu Pasaka, wameweza kukufungulia mengi, na naamini kuna mtu mmoja wale watatu ambao fahamu zao zimeanza kufunguka na kuelewa kwamba hii Pasaka ilikuwa ni kitu cha kawaida, lakini sasa hivi naona si kitu cha kawaida tena. Kama wewe piga makofi na mshangilie Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mimi leo nitakuja na somo ambalo linazungumzia Pasaka, lakini somo langu litalenga ukombozi kwa njia ya damu. Piga makofi kama unaamini. Ukombozi kwa njia ya damu. Kama unaandika ukombozi kwa njia ya damu. Ukombozi kwa njia ya damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kwa habari ya Pasaka, dhamira kubwa au dhumuni kubwa la Pasaka ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi. Pasaka ilianzishwa kwa ajili ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ambayo ulikuwa unashirikia kikawaida, ukiamini kwamba Pasaka ni siku ya kawaida, anza ufahamu wako uanze kufunguka. Tamani ufahamu wako ufunguke na unielewe kwa upana zaidi, na Mungu atakuhudumia siku ya leo. Pasaka imeanzishwa kwa ajili ya ukombozi. Moja kati ya dhamira kubwa za Pasaka ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi. Na Pasaka haikuanzishwa wakati wa Yesu. Hata Yesu alikuta Pasaka na alisherehekea Pasaka na aliacha Pasaka, kwa sababu Pasaka haikuanzishwa wakati wa Yesu. Wasomaji Biblia wanajua kwamba kuna Pasaka ya kwanza na kuna Pasaka ya pili. Pasaka ya kwanza ilianzishwa wakati Mungu anataka kuwakomboa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Pasaka ambayo ya kwanza ilianzishwa. Na kwa nini ilianzishwa Pasaka? Dhumuni ilikuwa ni kuwakomboa wana wa Israeli katika utumwa wa Farao. Ndio Pasaka ya kwanza ilianzishwa. Kwa hiyo dhumuni kubwa, dhamira ya kwanza ya Pasaka ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi. Lakini Pasaka ya pili pia ilianzishwa kwa ajili ya ukombozi. Pasaka ya pili alikuwa ni Yesu Kristo ambaye alikuja kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Kwa Pasaka ya kwanza iliwahusika watu fulani, lakini Pasaka ya pili ililenga ulimwengu mzima. Hii ndio tofauti kati ya Pasaka ya kwanza na Pasaka ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka ya kwanza ililenga watu ambao tayari Bwana amewachagua, watu ambao Bwana tayari amewapointi watoto wake, wana wake, ndio ambao waliamua kuanzisha Pasaka kwa ajili ya kuwakomboa katika utumwa. Lakini Pasaka ya pili ilikuwa ni kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu mzima. Ninaweza kutafsiri Pasaka ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya watu waliookoka tu, kwamba wale watu ambao wanamjua Mungu, wanamwelewa Mungu, ndio wanaokombolewa. Ndio maana tafsiri ya kwanza ya Pasaka ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya wale watu ambao wanamjua Mungu, wanamwelewa Mungu, ndio wanaokombolewa. Na ndio maana pia wana wa Israeli walipokuwa wakifanya dhambi walikuwa wanarudishwa katika vita, kwa sababu Pasaka, ukombozi, ulikuwa ni kwa ajili ya watu ambao wanamfahamu Mungu, kwa watu waliookoka, kwa watu wanaojua neno, kwa watu wanaomfahamu Mungu, ndio ilikuwa kwa ajili yao. Lakini Pasaka ya pili ililetwa kwa ajili ya watu wote. Hata mzinzi anaweza kupokea Pasaka, maana yake ni ukombozi kutoka katika uzinzi aliokuwa nao na kuja katika uzima wa kutokuwa na uzinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasaka ya pili ilikuwa ni kwa ajili ya watu walevi ambao walikuwa ni walevi mwanzo, lakini wanapoipokea Pasaka wanaacha ulevi na wanaanza kumtumikia Mungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Pasaka ya kwanza iliwalenga watu ambao wanamfahamu Mungu, lakini Pasaka ya pili ilikuja kwa ajili ya watu wote. Hata watu wasiomjua Mungu wanaweza kusherehekea Pasaka. Na inaweza kutoka katika vifungo walivyokuwa navyo. Na ndio maana anaweza kaja Muislamu mahali hapa na ni mgonjwa na akapokea uponyaji na kaondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anaweza kaja mtu mahali hapa, mtu mlevi na akapona. Na wewe ulikuwa unafunga kila siku, unaomba kila siku kwa habari ya mume wako na ambaye ni mlevi, lakini yeye akapona. Kwa sababu ukombozi wa pili ilikuwa ni kwa ajili ya watu wote. Alama kuna wale Mafarisayo wakamuuliza Yesu, inawezekanaje wewe unajiita mwana wa Mungu unakaa na makahaba? Inawezekanaje wewe unajiita mwana wa Mungu unakaa na watu wa mzinzi, watu walevi? Inawezekanaje? Lakini Yesu anasema sikuja kwa ajili ya walio wazima, bali nimekuja kwa wale walio wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujio wa Yesu au ujio wa Pasaka ya pili si kwa ajili ya watu wanaomjua Mungu, ni kwa ajili ya watu wasiomjua Mungu wapata kumfahamu Mungu. Kama na mimi nisema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ujio wa Pasaka ya pili ni kwa ajili ya kutafuta watu waliopotea. Maandiko yanasema nitaacha kondoo 99 nitamtafuta yule mmoja aliyepotea, kumrudisha zizini. Kwa Yesu alikuja kuwatafuta watu waliopotea, watu walio nje na kanisa, kuwarejesha ndani ya kanisa, na wanaingia ndani ya kanisa mpaka ufanyike ukombozi. Na ukombozi ni Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaamini siku ya leo Bwana atakukomboa kwa namna isiyo ya kawaida. Naamini siku ya leo Mungu atakukomboa katika namna isiyo ya kawaida. Kama unakitaka, kama una Biblia, fungua kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 17 hadi 10. Mwenye Biblia anaweza kunisomea. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 7 mpaka 10. Nitamani nipate msaada kusomea. Liko jambo jema ambalo Bwana anakwenda kufanya kwenye maisha yako siku ya leo. Liko jambo la baraka ambalo Mungu anakwenda kufanya katika familia yako. Jiconnect tu, fungua ufahamu wako, utaelewa nini ambacho tunazungumza. Uliyepata anza kusoma sura Kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka 10. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka 10. Tutasoma kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 7 hadi 10. Amen. Biblia inasema, na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Na kuongezeka mno. Na kuongezeka mno. Na kuzidi kuwa wengi. Na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri. Amen. Asiyemjua Yusufu. Asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake. Angalieni watu wa wana wa Israeli. Angalieni wana wa Israeli. Ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka tena. Ikitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu. Na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Ndio. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa ni wana wa Israeli. Walikuwa katika hapa nitazungumza kwa Pasaka ya kwanza kidogo. Hawa ni wana wa Israeli. Walikuwa katika nchi ya Wamisri. Nchi ambayo walikuja tayari wamekwisha kuzaliwa katika nchi ambayo si ya kwao. Walizaliwa katika nchi ambayo baba zao waliingia pale kwa sababu ya njaa. Kwa nao wajikuta wamezaliwa pale.
maandiko yanasema walizaliwa watu wengi sana. Wana wa Israeli walikuwa ni wengi kuliko Misri. Maana maandiko yanasema ile nchi ilikuwa imejaa na wao. So mstari wa 7. Ile nchi ilikuwa imejaa na wao. Maana wana wa Israeli walikuwa ni wengi kuliko wa Misri. Na maandiko yanasema walikuwa na nguvu. Naye Farao akasema, hao watu wana nguvu kuliko sisi, na tuwatende kwa akili, wasije kuongezeka wakatakaje kututawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Au wakaungana na adui zetu kuja kutupiga sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni wana wa Israeli walikuwa katika nchi ambayo si ya kwao. Na maandiko yanasema baada ya tukio wakaanza kuishi maisha magumu sana. Wakaanza kuteseka sana. Ukisoma mbele hapo kidogo utaona jinsi ambavyo wana wa Israeli walipewa kazi. Walianza kufanyisha kazi ambazo hazina matunda, kazi zisizokuwa na faida. Walianza kujenga majumba ya Wamisri pasipo kulipwa. Walianza kufyatua matofali. Kama watu walikuwa wanasoma shule, waliacha shule ili waingie kazini kulima mashamba ya Wamisri. Walianza kutumikishwa. Walianza kuteseka. Kitu cha kwanza ambacho kiliwatesa wana wa Israeli, cha kwanza ni kwa sababu walikuwa hawapo katika eneo lao. Kuna vitu vingine katika maisha yako una struggle sana, unatumia nguvu sana kwa sababu haupo katika eneo lako. Kuna vitu ambavyo unavipambania sana, unatumia nguvu nyingi sana kupambana navyo, lakini unakuwa unatumia nguvu kubwa pasipo matokeo kwa sababu haupo katika eneo lako. Sometimes unafanya biashara lakini sio biashara ambayo Mungu amekupangia kufanya. Ndio maana kila siku unaanza unakufa, unaanza inakufa, unaanza inakufa. Unatumia nguvu kubwa sana na uone faida kwa sababu haupo katika eneo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa struggle zingine, mapito mengine yanatokana na eneo ambalo upo. Kuna vita zingine zinazaliwa kwa sababu ya eneo ambalo upo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wana wa Israeli walikuwa katika utumwa kwa sababu hawakuwa katika nchi yao. Pengine angekuwa katika nchi yao wasingeteseka, wala wasingetumikishwa, wala wasingefatua matofali, wala wasingeenda kulima mashamba ya Wamisri. Ila kwa sababu walikuwa katika nchi ambayo si ya kwao, ndio maana waliteseka. Kuna wakati vita yako ni kubwa kwa sababu haujasimama katika eneo lako. Wewe ni mwana maombi, unatakiwa uombe, lakini haupo katika eneo lako la maombi, na ndio maana unapitia mateso. Ndio maana una struggling sana. Ndio maana mambo yako yaendi. Ndio maana unatumia nguvu kubwa sana. Huoni faida kwa sababu eneo lako ni maombi, na wewe haupo katika maombi. Ndio maana unateseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Biashara yako inakwama, ndoa yako kila siku ni maumivu. Kwa sababu gani? Kwa sababu eneo lako ni kanisani, lakini wewe unakuja kanisani kwa mwaka mara 2. Vita lazima itakuwa chungu kwa sababu haupo katika eneo lako. Kwa vita vingine vinakuja kwa sababu haupo katika eneo sahihi. Unatumia nguvu kubwa kupambana kwa sababu haupo katika eneo sahihi. Ndoa yako ina struggling sana, lakini kwa sababu haupo katika eneo lako. Haujasimama katika nafasi yako. Haujasimama katika majukumu yako. Laiti kama hawa wana wa Israeli walikuwa hapo katika nchi yao, wangesahau utumwa, wasingefahamu habari za utumwa, lakini walikuwa ni watumwa kwa sababu hawapo eneo sahihi. Ninakuombea leo Mungu akupitishe katika eneo sahihi. Nakuombea leo Mungu akuweke eneo sahihi. Kama nasema mimi nasema mimi napokea kwa jina la Yesu. Nakuombea leo Mungu akuweke eneo sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna ambavyo watu walikuwa katika nchi ambayo si ya kwao, ndipo ambapo mateso yalipoanzia. Lakini kuna kitu ambacho napata kujifunza hapa. Maandiko yanasema hawa watu walikuwa na nguvu sana kuliko wana wa Misri. Si kama umeelewa hicho kitu. Amina. Si kama umepoona ile eneo. Hebu nisomee mstari wa 10. Soma mstari wa 10. Mstari wa 9. Wa 10. Amini wa 10. Nisome mstari wa 10. Haraka haraka.
kwa akili wasije wakaongezeka, tena ikatokea vita wao nao wasije wakashikamana na ndugu zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Mstari wa 7. Mstari wa 7. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Walikuwa na uzazi sana. Na kuongezeka mno. Na kuongezeka mno. Na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Walikuwa na uzazi sana. Na kuongezeka mno. Na kuongezeka mno. Na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Soma mstari wa 9 utaona. Mstari wa 9 akawaambia watu wake. Akawaambia watu wake. Angalieni watu wa wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni wengi. Ni wengi. Tena wana nguvu kuliko sisi. Hapo. Tena wana nguvu kuliko sisi. Ina maana si kwamba alikuwa anaonekana wana nguvu kuliko wao. Sometimes devil anajua kwamba una nguvu kuliko yeye. Sometimes wachawi wanajua kwamba una nguvu kuliko wao. Sometimes mapepo wanafahamu ya kwamba yupo mtu mwenye nguvu katika hichi kijiji. Yupo mtu mwenye nguvu katika hii familia. Yupo mtu mwenye mamlaka katika hili eneo. Wanajua na kutambua. Wanaelewa kwamba una nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Farao anajua kwamba hao watu wana nguvu kuliko wao. Na ni wengi kuliko wao. Lakini cha kushangaza walikuwa ni watumwa. Ni jambo la kusikitisha. Yaani sasa nakupa mfano mzuri, unaweza kama unielewa. Nakupa mfano huu. Umeajiri binti ya kazi. Alafu binti ya kazi anakuja ndani ya nyumba yako. Yeye ndo anakuamrisha wewe uoshe vyombo, anakuamrisha ufue, anakuamrisha ufanye kazi zote za ndani. Alafu yeye ameka miguu anaangalia TV. Hivi ukiona mtu anayona unasema amefanyaje? Utafikiri nini? Kwa akili ya binadamu tuambizane, tunafundisha kutoka darasani. Ukimwona mtu anayona utajua nini kimempata. Amefanyaje? Kwa sababu amefanyaje? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amefungwa. Si akili yake. Si ufahamu wake. Kwa sababu hao watu walikuwa na nguvu. Walikuwa na uwezo wa kuwapiga Wamisri na wakaiteka ile nchi. Walikuwa ni wengi kuliko wao. Wangewangamiza wote wakaitawala ile nchi. Lakini bado walikuwa ni watumwa. Kuna kitu kilikuwa kiko sawa katika ufahamu wao. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho shetani anakifanya kwenye maisha ya wanadamu ni kufunga ufahamu wao. Kitu cha kwanza ambacho shetani anakifanya akija katika maisha yako, anajaribu kufunga ufahamu wako. Shetani haji kupiga ndoa yako kama hajapiga ufahamu. Haji kupiga huduma yako kama hajapiga ufahamu wako. Haji kupiga chochote kama hajapiga ufahamu wako. Ufahamu. Amina. Kuna watu wapo kanisani, ni wana nguvu, ni wana maombi, lakini fahamu zao zimepungua. Wao watu walikuwa na nguvu, walikuwa ni wengi, lakini fahamu zao zimepungua. Wakawa watumwa. Ni kweli unaomba, ni kweli unafunga, lakini ndoa yako ni chungu kila siku. Matatizo yako hayaishi kila siku. Kuna kitu kiko sawa. Kwa maana ufahamu ukifungwa, pia kwenye maombi huwezi kuwa sawa. Ufahamu ukifungwa, vision yako inafungwa. Kwa sababu vision inatengenezwa katika ufahamu. Mtu mwenye ufahamu ndiye anatengeneza vision. Mtu mwenye ufahamu ndiye anaweza kutengeneza ndoto. Ukimchukua chizi sasa hivi, mtu ambaye amechanganyikiwa, ukimuuliza unataka kuwa nani, hawezi kukupa jibu zuri. Kwa sababu ufahamu wake uko nini? Hauko sawa. Hana vision. Kwa sababu ufahamu wake uko sawa. Lakini mtu mwenye ufahamu mzuri ana vision. Anajua ni wapi anakwenda. Anajua ni wapi akanyage, ni wapi aingie na wapi asiingie. Lakini kuna Kristo wengi ambao tunakwenda tu, tunaenda tu kwa sababu tuna vision, lakini hatuelewi tunapopita. Kwa sababu ufahamu wetu umefungwa. Akili zetu zimefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye amefunga ufahamu hawezi kuwa sawa katika maombi. Na
ndio maana ukiingia kwenye maombi unasikia tu, wewe unaanza kuomba unamwanza Juma. Ukianza kuomba tu unaanza maharage na ungua. Una shida kulifahamu. Ukiona hiyo hali ndio kulifahamu wako una shida. Anza kuombea ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaingia katika maombi, kuna mawazo mengine kabisa ambayo wewe angekuwa mawazo ambayo hayampendezi Mungu yanakuja katikati ya maombi. Yaani unajua kuna mawazo na kuna mawazo ambayo hayampendezi Mungu. Mawazo yanafikia stage, yaani uko level ambayo mawazo yasiyompendeza Mungu yanakuja katikati ya maombi. Unaomba na sio wewe mzinzi. Wewe ni mzinzi, ulizini juzi, ulifanya hiki. Kuna shida unafahamu. Moja kati ya vitu vikubwa kama Wakristo tunapaswa kujinavyo ni ufahamu. Kwa sababu tuna Wakristo wengi wapo makanisani wanafunga na hala na kanisani, lakini fahamu zao zimefungwa. Nilikuwa nasikia shuhuda mtu mmoja anasema alikuwa katika maombi. Na katika kuomba kwake anasema Roho Mungu akamwagiza achane Biblia aile. Ni agano lake na Mungu. Yeye achane Biblia aile kama mandazi. Ni Mungu anamwambia ni agano lake. Huyo mtu kiangalia unatoa shida kufahamu. Ukiwa na shida ufahamu, hata ukiingia katika maombi, unaweza kujua ni Mungu amesema na wewe au ufahamu wako. Au ni shetani amesema na wewe. Amina. Na ndio maana kuna watu wengi wanaambia, Mungu kaniambia, kumbe ni fahamu zao zilikuwa zimechezeshwa na sio Mungu. Amen. Mungu kaniambia niache kazi. Yeye anajua atakaponilisha. Mungu kaniambia niache kufanya biashara. Amesema tuende nyumbani, niabudu Mungu, chakula kitakuja, vitu vyote vitakuja. Nilisikia sauti katikati ya maombi. Bwana akasema, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufahamu. Amen. Ufahamu. Na tuna Wakristo wengi ambao wamechanganyikiwa. Naweza kutumia lugha ya Kiingereza. Amina. Lakini Mungu anatuponya. Amen. Mwenye anafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Wakristo wengi lakini fahamu zao zimefungwa. Amen. Ni kama watu waliochanganyikiwa. Sio kwa msiana. Mama pale pasa anasema kuna watu walikuwa wanaenda kwenye uwanja wa ndege. Wanataka waende nchi ya vita. Nchi ambayo inapigana vita. Bwana amewatuma aende wakasuluhishe hiyo vita. Wao wako wanne. Sio wengine wangapi. Alafu hawana passport, hawana nauli, wameenda uwanja wa ndege wanasubiri Bwana si atatoa malaika ndio wachukue. Sio alifikiri nini. Hao watu walikuwa na shida ya ufahamu. Amina. Walikuwa ni waombaji lakini wana shida ya ufahamu. Amen. Ukiwa na shida ya ufahamu, hata kuingia katika maombi kuna vitu ambavyo vitakuwa viko sawa. Amina. Na ndio maana unakuja kanisani na unasinzia, kuna shida ya ufahamu. Leo nakupa kweli upone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana upo kanisani na unasinzia. Mahali ambapo uone tu kama shida ya ufahamu. Ukishika simu kwa siku unatumia simu mara ngapi? Masaa ngapi? Lakini siku moja ambayo tunaanza ibada kwa masaa 4, saa 4, saa 3 mpaka saa 8, masaa 4 unashindwa kuvumilia kwa ndani ya uwepo wa Mungu, unasinzia. Simu umetumia siku nzima, utasema uko sawa kunifahamu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moja kati ya vitu ambavyo vinatutesa ni ufahamu. Ukifanikiwa kufungua ufahamu wako, umefungua destiny yako. Ukifanikiwa kufungua ufahamu wako, umefungua vision zako. Ukifanikiwa kufungua ufahamu wako, umeifungua huduma yako. Kwa sababu shetani anapambana kufunga fahamu za Wakristo. Hawa watu walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo, lakini walikuwa ni watumwa. Kwa sababu fahamu zao zilikuwa zimefungwa. Kwa nini fahamu zao zilikuwa zimefungwa? Yeye anasema na tuwatende kwa akili. Umesikia Faraja kwa akisema? Tumesoma hapo mwenyewe. Amen. Yeye anasema na tuwatende kwa akili. Maana walienda kutafuta akili na uzidi akili zao. Amen. Walienda kutafuta maarifa ambayo yanazidi maarifa yao. Walijua hawa watu wana nguvu, hawa watu ni wengi, lakini kwenye akili hawako sawa. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana walikuwa wamefungwa. Na wanasema na tuwatende kwa akili. Laiti kama hawa watu kwenye ufahamu wao ungekuwa vizuri, hata hiyo akili ambayo unataka kuwatenda isingefanikiwa. Amen. Sababu kinguvu hatuwezi. Kiwingi hatuwezi. Tunachoweza hapa ni ufahamu. Wachao wanajua kinguvu hakuwezi. Kimaombi hakuwezi. Kwa kufunga hakuwezi. Anachoangalia ni ufahamu wako. Hata leo mtu anafunga sana, sina mahali pa kuingia. Huyu mtu anaomba sana, sina mahali pa kukanyaga. Niangalie ufahamu wake. Mistake atakayofanya pale utakapowaza negative, naye anapata mlango. Moja kati ya vitu vya kulinda sana ni kulinda ufahamu wako. Amen. Maandiko yanasema vita vyetu si katika damu na nyama, bali vina nini? Vina uwezo katika nini? Katika roho. Tunafanya vile juu ya nini? Juu ya kila elimu. Amen. Zinazojiinua. Elimu ambazo zinakuletea ufahamu mbovu. Vita vyako ni kupambana na hizo ufahamu. Hizo roho ambazo zinakamata ufahamu wako. Ndio maana kuna Kristo maskini wanafunga, wanalia, wanaomba, maisha yao badiliki. Wako vile vile ni kwa sababu ufahamu wao umefungwa. Amen. Shetani haogopi maombi. Nikupetusi. Amen. Tasamehe kama nakukomoa, lakini nitakujenga. Haogopi maombi yako. Haogopi kufunga kwako. Hivyo najua wana Israeli walikuwa wanaomba sana. Wengi tunaamini kwamba walikuwa wanaabudu miungu. Mwanzo walikuwa wanaabudu miungu, lakini hali ilipozidi kuwa mbaya, walianza kumwabudu Mungu wa kweli. Amen. Nisomee kitabu kama uamini, nisomee kitabu cha Kutoka sura ya 2. Sura ya 2 mstari wa 23 hadi 25. Biblia inasema hata baada ya siku zile nyingi, mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia. Kilio chao kikafika juu kwa Mungu. Sikia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake. Alilofanya na Ibrahim. Na Isaka. Na Yakobo. Mungu akaona wana wa Israeli. Na Mungu akawaangalia. Hivi umeelewa msali? So Mungu akawakomboa, Mungu akawaangalia. Au utapona? Umepona hapo mwisho? Mungu akalikumbuka agano lake. Alisikia kilio chao, akalikumbuka agano lao, lakini akawaangalia. Amen. So aliwakomboa, akawaangalia. Ngoja kueleza kwa nini. Shetani haogopi maombi yako. Hawa watu walikuwa naomba mpaka Mungu anasikia kuugua kwao. Maana yake hao watu walikuwa wanaomba Mungu wa kweli. Amen. Kwa sababu huwezi kwenda kwa mganga leo ukamaliza shida zako na Mungu akajibu. Au uende kwenye mizimu ya kwenu ukaiabudu alafu Mungu akutendee. Kama watu wangekuwa wanaabudu miungu mingine, Mungu asingesikia kilio chao. Amen. Mpaka Mungu anasikia hao watu walikuwa wanaomba. Amina. Hao watu walikuwa wanamlilia Mungu. Lakini katika kuomba kwao, katika kufunga kwao, katika kulia kwao, bado Mungu akawakumbuka, lakini aliwaangalia. Kinachomwogopesha shetani si maombi yako. Hakuna mtu ambaye anaomba kama Yesu. Na hakuna mtu ambaye amefikia level za kuomba kama Yesu. Lakini Biblia inasema katika kuomba kwake siku 40, shetani akamtokea katikati ya maombi. Yesu na level kubwa ambayo amefikia ya maombi, lakini shetani alikuja katikati ya maombi. Kumjaribu. Kuna kugundua kwamba shetani haogopi maombi. Haogopi kufunga, kwa sababu Yesu alifunga siku anafunga moja. Na hiyo ilifika saa 4 mchana. Alifunga 40 usiku na mchana bila kunywa maji, na alikuja. Wewe masaa 12 ni shida, unapumulia Biblia. Umelazwa uko ndani kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sio kama unatafakari Bwana, umelala. Uko hoi.
unategemea shetani asije. Unategemea umpige shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani haogopi maombi. Oh yes. Sababu Yesu alikuwa ni muombaji, lakini shetani alikuja. Amen. Hao watu walikuwa naomba na Mungu anawasikia, lakini bado walikuwa katika utumwa. Ndio alikwambia shetani anaogopa nini? Ukiwa na kitu kabla sijafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa namna ambavyo hawa watu walikuwa ni waombaji, hawa watu walikuwa ni wafungaji, lakini kilichokuwa kinawatesa ni ule utumwa ambao walikuwa wanaopitia. Na huu utumwa, kwa hiyo ulipata nafasi kuja kwao. Kwa hiyo mtu anajiuliza, hawa wana Israeli wanaitwa wana wa Mungu, kwa nini waliishi maisha ya utumwa kama wana wa Mungu? Hawa watu walikuwa wamerisi hii roho kutoka kwa baba yao. Hii roho ya utumwa walirisi kutoka kwa baba yao. Baba yao Isaka, Yakobo. Baba yao Yakobo alikuwa katika nyumba ya utumwa kwa Laban kwa miaka mingi. Amen. Tena katika nyumba ya mtu ambaye alikuwa anaabudu miungu ya kisa. Sababu Laban alikuwa ni mtu ambaye anaabudu miungu. Amen. Alikuwa ni mshirikina. Lakini ile roho ya utumwa ilisafiri kutoka kwa Yakobo, na kwa sababu hawa watu wanaitwa Israeli, ile roho ya utumwa, Yakobo ndiye aliyemzaa Israeli. Yakobo ndiye aliyemzaa na Isaka alimzaa Israeli. Na hawa wana wanaitwa wana wa Israeli. Kwa ile roho ilitoka kwa Israeli iliingia kwa wana. Sababu baba yao waliishi katika utumwa. Kwa hiyo hawa wana walitembea katika utumwa. Kuna vitu vingine mpo hapa, wewe ni mwanamaombi mzuri, ni mfungaji mzuri, lakini kuna roho ambazo zinasafiri katika damu. Kuna madhabahu za kwenu ambazo zinakufuatilia na uko hapo juu. Kuna mtu anataka kusema mimi hapana siko hapo. Ndio ufahamu wako umefungwa. Fungua ufahamu wako. Amen. Watu wanasema ile neno sio ufahamu. Mmoja kati ya kitu ambacho shetani anakipinga kwa maisha ya Kristo, asijue kweli. Usifahamu, ataki ufahamu. Amen. Na Biblia inasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Kwa kinachokukomboa wewe si maombi. Kinachokukomboa wewe ni kuifahamu kweli. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hawa watu walikuwa katika utumwa kwa sababu walipokea hilo, ilisafiri kutoka katika damu, inatembea katika uzao. Licha ya kuomba kwao, licha ya nguvu yao, licha ya mamlaka waliokuwa nao, lakini bado walikuwa ni watumwa. Kuna mtu mwingine mpo hapa, tabia ulizokuwa nazo ni tabia za bibi. Alivyo bibi na ulivyo wewe, hakuna tofauti. Amen. Ni wewe umesafiri kutoka kwa bibi, umetembea kwako. Kuna wengine mpo hapa, kwenu hamuolewi, hamuoi, na hiyo roho inasafiri, inatembea hadi kwako, na wewe ni mwana maombi. Amina. Kuna kitu unashughulika nacho, umekipuuzia. Tena nikwambia kitu, ukombozi ni process. Ukombozi ni kanuni. Na ndio maana Mungu aliwaangalia wana Israeli, si kama walipata kukomboa, aliona hawajafuata kanuni. Kinachoweza kukukomboa ni kanuni. Usipozitii kanuni, usipokuwa mtii katika kanuni, huwezi kutoka mahali ulipo. Amina. Ndio maana Mungu aliangalia hao watu wanaomba kweli, lakini kuna kanuni anazifuata. Kuna kanuni anazitii. Ukombozi ni kanuni. Uko hapa, hii roho inaweza kukufuatilia kwa sababu unaweza kuwa ni muumbaji, unaweza kuwa ni mhubiri kama mimi niko hapa, lakini hii roho inakutafuna. Ndio maana leo kuna wahubiri wazinzi. Ni roho inayosafiri, inaotembea na yeye katika damu. Ukiomba, kuna roho zingine ambazo unaweza kuzitoa kwa maombi. Ipo. Unaweza kulikemea pepo na kuamuru toka, nenda, nikaondoka. Unaweza kuamuru vile vipaka vinavyokuja usiku kwako, pani kwako, toka kwa jina la Yesu, nikaondoka. Kuna roho ambazo zinatoka kwa maombi. Lakini kuna roho ambazo ziko katika damu. Zipo katika damu yako, zinakubidi ushughulike nazo. Asihitaji maombi ya Kiingereza. Oh Lord. Oh Lord. I see
God touch me. God deliver me. Oh, sakayama. Haitaji maombi haya. Inahitaji maombi ya kueleweka. Inahitaji mtu mwenye nguvu wa kushughulika nazo. Kwa sababu gani hizo roho zinawalai na wewe? Kwa sababu baba zako walizitumikia. Amina. Wewe tuko hapa, mababu zetu na mababa zetu waliabudu miungu mingine. Amen. Waliingia maagano na miungu wasiyojua. Amen. Zile roho zinawalai kukufuatilia. Kwa sababu baba zako waliziabudu. Amina. Kwa hiyo upigane nazo, lazima uwe na nguvu wa kukingana nazo. La sivyo, unaweza kama ni muombaji, unaombea, unafunga, ni mhubiri, lakini roho iko pamoja na wewe na inatembea na wewe. Amina. Na leo umekuwa ni mtu ambaye unaomba sana. Kuna wakati unaenda level mtu anasema kabisa kuna level umefika, alafu siku unarudi tena chini. Ukiona maisha yako kiroho ni ya kupanda, unafika wakati unaomba, unakuwa ni mfungaji, unanena kwa lugha, unafika level fulani, alafu unafika wakati unarudi tena nyuma. Unajua kuna roho unajishughulika nazo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wengine hizi roho zimekuja kwako, zinakuvaa na wewe, na zikikuvaa zinakuja na tabia. Kuna tabia ambazo utakuwa nazo ni matokeo ya ile roho. Unaona jinsi uko salama, unajiona uko salama, lakini kuna tabia ukiwa nazo zinakuonyesha kwamba upo katika vifungo vya kweli. Upo unatembea na madhabahu za upande wa kweli. Amen. Kama wana wa Israeli. Amina. Walikuwa katika nchi ya utumwa kwa sababu kuna roho ya utumwa ilikuwa juu ya Israeli. Hakuishughulikia. Kwa hiyo roho imetembea ni kwa watoto. Amina. Na usiposhughulikia wewe inasafiri kwa watoto wako. Na ndio maana babu yako ni 27, babako ni 27, wewe ni 27, umejitahidi umeenda form 4. Na mtoto wako yupo chekechea kama sitaki shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Profesa msaidia anataka kuolewa. Kako chekechea. Ukikamsha asubuhi ni ngumi. Mtoto hataki kwenda shule. Na kako chekechea hata la 7 haijafika. Ni roho ambazo hujashughulika nazo. Kwa sababu zinatembea kwa uzazi na kwa uzazi. Kama hujashughulika nazo, unaweza ukaomba, ukatabiri, ukatoa na pepo na bado siko na wewe. Amina. Kwa sababu hizo roho zinakuumbia tabia. Tabia ambazo zinaweza kukukosanisha na Mungu. Tabia ambazo zinaweza kukufanya uwe mbali na Mungu. Kwa sababu wana Israeli waliumbiwa tabia ya kutokuamini Mungu. Ilifika wakati Mungu akawakataa kwa sababu walikuwa hawana imani hata kidogo. Zinakuletea tabia mbaya. Upo kanisani kila siku, tunaabudu hapa, unanena kwa lugha, lakini kutoka hapa ni mzinzi. Ni roho unashughulika nayo. Anakwambia nimejitahidi kwa nguvu zangu zote, nimeshindwa. Maanake hii dhambi si kawaida. Kuna mzizi unaomoa. Unachofanya kukata matawi. Na ndio maana ukifunga siku 2 uzini, unajikaza mwenyewe, unavumilia wiki 2, unaona baba asante, wiki 2 hizi sijafanya kitu kibaya, baba asante, asante. Asante, sasa hivi nimevuka. Haleluya, atakuwa na ushuhuda. Wiki ya 3 hali mbaya. Unasikia sina boyfriend. What is that? Mungu atanisaidia ikifika pale stage. Kama alivyosema hapo Samaria jana. Atanisaidia ikifika pale. Amina. Amen. Kwa sababu roho unashughulika na mzizi. Umekata tawi. Ukikata tawi utakaa wiki 2 utaona nimepona. Lakini utarudi tena. Kwa sababu hujang'oa mzizi. Kuna mwingine na hasira. Hizo hasira za babu yako imesafiri kwenye damu na imekufikia wewe. Unaomba lakini wewe una hasira mbaya. Unaweza ukasika unaomba unasikia mtu kavuta glasi. Wewe kinga kwa nikitoka na unaomba. Amina. Piga makofi kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu roho ya hasira inakukamata. Hiyo ni kushikilia. Na nimekwambia wakikamata wanaanza na ufahamu.
Kwa unapokuwa ukifanya dhambi, ukija kanisani inakukumbusha wewe mzinzi. Jana umezini. Wewe ni mwizi. Wewe ni tapeli. Wewe ni mlevi. Watu wanakwambia nimeshinda kupata pombe. Najitahidi nguvu zangu. Kuna mizizi inamoa. Mimi wana siwahukumu watu ambao wanashinda kupata dhambi. Sio. Kwa sababu najua hata mimi nimeacha kwa neema. Sio nguvu zako zinakufanya ushinde dhambi. Sio nguvu zako. Amen. Si akili yako inakufanya ushinde dhambi. Amen. Amen. Unahitaji kushughulika na hiyo roho. Kuna roho ambazo unashughulika nazo. Kuna madhabahu ambazo unazipiga ambazo zinatembea katika ukoo. Wewe ni uongo, unajitahidi usidanganye. Lakini kuna mtu anakuambia hivi mtolee mfano gani hapo unaweza kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajitahidi mwenyewe usio muongo, unajizuia, unajikaza. Nisidanganye. Niwe mkweli mbele za Mungu na unaomba Mungu nisaidie mimi niwe mkweli. Niache uongo. Niache uongo Baba, niache. Utaona mtu anakuambia unametana hapo nisaidie. Ziko benki. Na una hata 100. Lakini unadanganya. Na hizi roho zinakutarget. Wanakwambia utafika mpaka hapa. Lakini hautafika. Kwa sababu zinakutarget, zinakuachia kuja na upepo wako wa maombi, unakuja na upepo wako wa kunena kwa lugha, unakuja na upepo wako wa kutoa sadaka. Ukifika hapa hatukuoni kanisani. Zinakurudisha tena mwanzo. Kwa maisha hawa watu wenye hizo roho ni maisha ambayo wanakuwa siku mbili, wanarudi nyuma siku mbili. Wanaongezeka siku mbili, wanapungua tena. Unatumia nguvu kubwa sana kumtafuta Mungu. Ukiingia kwenye maombi ni kama unaenda, yaani mpaka ushuke, unasikia unaenda kutoka na maombi na hema. Mpaka Mungu umeshuka leo, ilikuwa ni bahati. Sababu unajitahidi, unaomba, unasikia mawazo yanakuja. Unaomba, unasikia mshahara kumbe. Unastuka, unaomba, unasikia nini? Mpaka ule uwepo wa Mungu ushuke, unasema Mungu, hakika umeniona. Unatumia nguvu kubwa kumtafuta Mungu. Kuja kanisani kwako ni vita, anasoma sikia wewe lala. Tena shetani alivyo anakupepea. Wewe unaona pose upepo kabaridi, shetani anakupepea hata ujinga. Anakupepea hiyo. Unasikia raha. Usingizi ni mtamu kuliko siku zote. Watu wanacheka. Mungu ndo anatoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unasikia usingizi ni mtamu kuliko siku zote. Unapepewa. Kumbe unatafuta namna ya kurudisha. Usiposhughulika na hizo roho, zitakutesa sana. Ninafahamu kuna watu ambao ni wachungaji, wana noti mkubwa, wana mpako mkubwa, anaomba kumwambia huyu hakutaki kuwa hapa, lakini ni mzinzi. Kinachomchelewesha ni uzinzi. Kuna mtu mwingine hapa anaweza kusema unapenda hela mpaka upitiliza. Afu anasifia, roho ya kichaga. Ili kabisa unazihalalisha hizo roho. Unazihalalisha. Zifanye kazi na wewe. Amina. Mimi watu ni wabishi, yani ni wabishi. Unaihalalisha ile roho kabisa. Ifanye kazi na wewe. Unapenda mpaka kupitiliza. Inafika tu unamkosea Mungu kwa sababu ya fedha. Upo tayari kufanya lolote kwa ajili ya hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ni roho. Kumbe babu yako naye alikuwa na anatapeli watu. Ni tapeli balaa. Amina. Kwa hiyo roho inasafiri na wewe huku unakuja ni kutapeli balaa. Inafika wakati unatapeli mpaka wachungaji. Baba ukiniombea na itafunga 10. Tunakuombea, tunatoa na jasho na hatukuoni. Baba ukiniombea ili kanisa na yaani kwa hii issue kitiki na tanua kanisa mpaka kule itanua na vitu. Tunapiga maombi, tunafunga. Baba mkumbuke mtumishi wako. Ameahidi kuinua huduma Baba.
Achilia baraka zako juu yake. Milango inafunguka, simu ushiki, hata vile kanisani ukumbuki. Hebu utapili mpaka tumishi wa Mungu. Kumbe yeye ni Kristo wa Mungu. Ndivyo ambavyo tunapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naamini kuna kitu unapokea. Amen. Naamini kuna kitu unajifunza. Amen. Leo itakuwa ni siku yako kufunguliwa. Amen. Nasema leo itakuwa ni siku yako kutoka katika kila utumwa. Mahali popote ambapo watumwa au watesi wako walikukamata, leo lazima kuachie kwa jina la Yesu. Amen. Hii Pasaka lazima ushangilie Pasaka ukiwa na furaha. Oh, yes. Lazima ushangilie Pasaka ukiwa umefunguliwa. Amen. Lazima ushangilie Pasaka ukiwa na pesa. Yeah. Lazima ushangilie Pasaka ukiwa na nguo nzuri. Ukiwa na kula vizuri. Maisha ya utumwa yaishe leo. Amen. Kuna mtu yuko hapa atajui kesho anakula nini. Leo ni mwisho, nasema katika jina la Yesu. Nasema wewe ambaye uko mahali hapa na umekuja mahali hapa, Bwana atafanya njia mahali pasipokuwa na njia. Bwana atainua malango, kwa maana fedha ni mali yake. Na fedha ijazayo ulimwengu ni mali yake. Haleluya. Hiyo iko katika jina la Yesu. I receive. Najitahidi kwenda haraka zaidi. Nisomee Ezekieli 6 mstari, Ezekieli 18 mstari wa 2 namalizia. Ezekieli 18 mstari wa 2 namalizia. Leo lazima wakuachie. Kwa sababu kitu ambacho shetani anataka kukijua ni wewe kupata ufahamu. Baada ya umepata ufahamu, Biblia inasema mtaifahamu kweli, na ya kweli itawaweka huru. Leo ni siku yako ya kuwa huru katika jina la Yesu. Haijalishi mababu zako waliabudu miungu gani, iwe liabudu Japani, iwe liabudu mawe, iwe liabudu Mungu bahari, iwe liabudu chochote kile, lazima wakuachie katika jina la Yesu. Amen. Somea Ezekieli 18 mstari wa 2. Mstari wa 2. Ndio. Je, maana yake nini? Maana yake ni nini? Hata mkatumia mithali hii. Hata mmetumia hii mithali katika Israeli. Katika Israeli. Mkisema, baba umekula zabibu. Baba amekula zabibu. Zabibu mbichi. Zabibu zilizo mbichi. Nao watoto wakatiwa ganzi. La meno. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wazazi wamekula zabibu mbichi, alafu ganzi na meno wamepata watoto. Nikupe tu mfano. Wangapi wameshakula maembe mabichi, yale mabichi, magwadu kabisa. Hivi ukiwa usio ule ugwadu unaosema ni mdogo. Amina. Sio upande. Sasa Biblia inasema yani baba yako ndo kama ile embe bichi. Alafu ule ugwadu wa meno kasikia mtoto. Kuna vitu ambavyo baba zetu na mababu zetu walikuwa wanafanya, lakini asala yake tunaona sisi watoto. Amina. Matokeo yake tunaona sisi watoto. Amen. Kuna vitu ambavyo unavifanya leo, uone madhara yake, lakini madhara yake utaona baadaye kwa watoto wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema hao watu baba zao wamekula dhabibu zilizo mbichi, lakini ganzi ya meno wamepata watoto. Amina. Hawa wazee walikuwa wanaabudu miungu, wanaabudu madhabahu za giza, lakini mateso ya mizimu wanapitia watoto. Umaskini wanapitia watoto. Tabu wanapitia watoto. Biashara ziendi tunapitia sisi. Kazi ziendi tunapitia sisi. Maisha ya utumwa kila siku ni matokeo ya wazazi. Kwa sababu hizi leo shetani sio ni Mungu. Anapokuja kwa wale wazee wetu wa zamani, walikuwa wanadanganywa. Wanadanganywa kutumikia ile miungu. Na wao walipokuwa kina kutumikia ile miungu, hawajui madhara yake. Yale madhara ndio yanakuja kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu ambacho Mungu anakwenda kushughulika leo ni kila miungu ambayo baba zako walikwenda kuitumikia kwa kutesa wewe. Nasema Mungu anakwenda kushughulika na miungu yote ambayo baba zako walitumikia. Miungu yote ambayo inakutesa, ambayo imekamata biashara yako, ambayo imekamata kazi yako, ambayo imekamata chochote kile kinachohusu wewe. Nasema leo Mungu anakwenda kushughulika na miungu katika jina la Yesu. Amen. Kama mimi nisema amina. Amina. Nasema Mungu anakwenda kushughulika na miungu kwa jina la Yesu. Amen. Hata kama kitu ambacho Mungu alikifanya kwa wana wa Israeli ni kuipiga ile miungu ya kwanza. Kwanza ukombozi
yeye anasema analeta nzige, Farao anasema basi tuone hao nzige nitawaachia. Alafu akiondoka anagairi. Hivi kwa nini Mungu alikuwa anafanya kwa Farao kwa mgumu? Mungu anataka kupiga miungu yote ya Misri. Amina. Kwa sababu watu walikuwa unapoona zile nzige, kuna watu walikuwa wanaabudu nzige. Kulikuwa kuna mungu wa nzige. Amina. Ile ilikuwa ni miungu ya Misri. Amen. Unapoona ile mifugo wale ng'ombe ambao wanakufa, kuna watu walikuwa wanaabudu ng'ombe. Walikuwa tengeneza sanamu ya ng'ombe na yabudu. Kuna watu walikuwa wanaabudu mawe, ndio maana ilishuka mvua ya mawe. Ile ilikuwa ni ishara ya kuipiga miungu ya Misri. Kuna wakati huwezi kutoka mahali ulipo kama Mungu asiposhughulika na miungu ya kwenu. Amina. Kuna wakati huwezi kubarikiwa kama Mungu asiposhughulika na miungu ya kwenu. Amen. Lazima miungu ya kwenu ipigwe ili wewe uwe huru. Amen. Lazima miungu ya kwenu ipigwe ili maisha yako achiliwe. Lazima miungu ya kwenu ipigwe ili kazi yako iwe huru, ili biashara yako ifunguliwe. Pokea katika jina la Yesu. Amen. Moja kati ya miungu mikubwa ya Misri ilikuwa ni kila kitu ambacho kimezaliwa, mzaliwa wa kwanza walikuwa na mwabudu. Yaani ukizaa mtoto, yule mtoto anakuwa ni mungu wa familia. Amina. Mtoto wa kwanza anakuwa ni mungu wa familia. Amen. Ilikuwa ng'ombe kizaa, yule wa kwanza anakuwa ni mungu. Kwa kila kilichokuwa cha kwanza kilikuwa ni mungu kwao, na ndio alikuwa ni mungu mkubwa wa Misri. Amina. David anasema pigo hili la mwisho, kwa pigo hili Farao lazima achie. Amina. Kwa Pasaka hii, Oh yes. Farao lazima achie. Amen. Kwa Jumamosi ya leo, Yes. Farao lazima achie. Amen. Kwa Jumamosi ya leo, Yes. wachawi lazima achie. Amen. Kwa Jumamosi ya leo, Yes. wasimu lazima achie. Amen. Kwa pigo hili atawatoa, Amen. atawaachia, Hallelujah. kwa sababu Mungu alikuwa amekugusa mahali ambapo ni pasiri. Amina. Kwenye kiini cha tatizo alikuwa ameshafikia mizizi. Yaani ile mizizi ilikuwa ni matawi. Mzizi ilikuwa ni mzaliwa wa kwanza. Kuna mzizi ukiugusa maisha yako yanabadilika. Kuna chanzo kimoja ukishughulika nacho tu maisha yako yanabadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mzizi. Kila tatizo unaona maisha yako lina mzizi. Changamoto ambazo unaziona zina mzizi. Dhambi ambayo unaipitia unatamani kubadilika kila siku ina mzizi. Ule mzizi uliokuwa nao una mzizi. Wizi ambao unakuwa nao una mzizi. Ili upone hapo lazima ushughulike na mzizi. Amen. Ili uache uzinzi lazima ushughulike na mzizi wa uzinzi. Ili uache ulevi lazima ushughulike na mizizi ya ulevi. Inagusa tu wine. Gusa wine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa wakati Mungu lazima ashughulike na ule mzizi. Nitapenda kufungulia kitabu cha Mwanzo. Sio Mwanzo. Kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13. Mstari muda nenda haraka. Nibakiza dakika chache mno. Kutoka 12:13. 12:13. Biblia inasema na ile damu itakuwa ishara kwenu. Na ile damu itakuwa ishara kwenu Katika zile nyumba mtakazokuwako. Nami nitakapoiona ile damu. Nami nitakapoiona ile damu Litapita juu yenu. Lisiwapate pigo lolote. Likawaharibu. Litakapoipiga nchi ya Misri. 14. Biblia inasema ataiangalia ile damu. Mwanzo nilikwambia shetani haogopi maombi, anachokiogopa ni damu. Kwa sababu kinachoweza kutoka katika utumwa ni damu. Dhambi uliyokuwa nayo, ili uweze kung'oa mzizi, lazima utumie damu ya Yesu.
Kwa sababu Pasaka ya pili ilikwambia Yesu alikufa kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, kwa ajili ya dhambi zetu. Pia sema alipigwa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa maana ili uweze kutoka kwenye miungu, lazima damu ya Yesu isike kuipiga hiyo miungu, kung'oa mzizi ulio katika familia. Damu ya Yesu inahusika kukukomboa wewe. Kuna watu tunapigwa hapa kwa sababu ndani yetu tuna damu ya Yesu. Jana Pastor Maria alifundisha vizuri, akasema mtu mwenye damu ya Yesu ndani, hata mapepo kiaona wanaona kuunda damu yake inachangana na damu ya Yesu, hawawezi kuigusa. Kama ndani kuna Yesu umembeba damu ya Yesu, kuzimu hawezi kukuchezea. Dhambi itakuogopa, sio wewe unakimbia dhambi itakuogopa. Amina. Biblia inasema hamkufanya vita na dhambi atakuishinda. Ni kitabu cha Waebrania tutasoma 12:14. Biblia inasema hamkufanya vita na dhambi atakuishinda. Dhambi lazima ushindane nayo. Lazima ushindane nayo na ikuogope, na ikukimbie. Sio kushindwe. Usiniambie nimejaribu lakini nimeshindwa. Usikubali kukiwa dhaifu. Pambana nayo mpaka uone matokeo. Pambana na uzinzi mpaka uone matokeo. Pambana na ulevi mpaka uone matokeo. Pambana na hicho kiburi mpaka uone matokeo. Lakini kinachoweza kukukomboa hapo ni damu ya Yesu. Amina. Na ndio maana mtu yeyote anapomkiri Yesu, anapookoka, anaipokea damu ya Yesu. Amen. Ambayo inatutenganisha na watu wengine. Kwa sababu Mungu akikaa mbinguni ili akuchague, ili aone wanawake, anaangalia damu. Nani aliyebeba damu ya Yesu ndani yake? Mwanzo nilikwambia hata shetani haogopi maombi, haogopi kufunga, anaogopa damu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo, tunamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Amina. Na Biblia inasema amkufanya vita na dhambi atakuishinda. Maana ili uishinde dhambi, lazima uwe na damu ya mwana kondoo. Tuma damu kwenye hizo madhabahu za kwenu, lazima kuachie. Tuma damu kwenye hizo roho, lazima kuachie. Tuma damu kwenye hiyo roho, lazima kuachie. Nasema leo tutaachilia damu, na hiyo damu itakwenda kukufungua katika jina la Yesu. Usiku kama leo, wana wa Israeli walipaka ile damu, na usiku wa leo kama wa leo, malaika walipita kuiangalia ile damu na kuangalia nani ambaye hana damu ili wampige. Kwa Mungu akikuangalia wewe, anaiangalia damu yake ndani yako. Kama hajaiona damu, mapigo yatakuhusu. Kama unaokolewa vuguvugu, mateso yatakuhusu, umaskini utakuhusu, kwa sababu umesimama katika nafasi yako. Ukombozi ni utii. Usipokuwa mtii huwezi kutoka. Kuna vitu mahali hapo tunaambiwa, unaona ni kama vitu vya kawaida. Baba anaweza kusema Jumapili hii wote mvae nyeupe. Sasa kwa nini kivaa blue ni shida gani? Kwa nini kivaa blue ni shida gani? Kwani ukombozi si roho? Si moyo wangu. Mungu akigusa moyo, Mungu kumwabudu ni roho. Mimi nakuja kiroho, chati naweza kumsaidia nikubariki. Ni kama kitu ambacho kina nonsense. Lakini ukombozi ni utii. Huwezi kumcha Mungu kama una utii. Yesu utii ni bora kuliko nabii. Amina. Ili utoke mahali ulipo lazima uwe na utii. Amina. Kutii sauti ya Mungu. Kuna vitu vingine tunaambia tunachukulia easy. Akaongea passage. Kaongea fulani. Umepuuzia, ndio maana ubaki hapo ulipo. Kila neno ambalo unatoka katika kinywa cha mtumishi, hawa watu wanaambiwa wapake damu. Kama wale ambao hawakumtii Musa walipigwa, walikufa. Amina. Usiongee nani anaongea, sababu alijua Misri tulikuwa naye udogo amekuwa hapo, tunamuona mshikaji tu huyu ataletea mambo ya Mungu. Walikufa. Sasa aka kadogo nimekazidi umri, kamevaa na suti, kaja kuniambia mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tii kutoka hapo. Amen. Ukombozi ni utii. Kumcha Mungu ni utii. Amina. Tii ile ambayo Mungu ameweka mbele yako. Hata kama umemzidi umri, hata kama umemzidi pesa, hata kama umemzidi kila kitu. Yeye anapokuwa hapa sio mimi. Ni Mungu anazungumza ndani yako. Kwa unapotii sauti
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu simama mahali ulipo.